ya barabara, wacha tuzamie taarifa kuhusiana na pombe haramu, ambapo wito umetolewa kwa maafisa wa usalama kuimarisha operesheni za msako dhidi ya pombe haramu na biashara ya dawa za kulevya zinazofanywa karibu na taasisi za kielimu. Wito huu unatolewa na viongozi na washikadau katika sekta ya elimu, huku ikibainika kuwa vitendo hivyo vinaendelea kuwa tishio kubwa kwa ustawi wa wanafunzi, hasa katika maeneo ya Kenol katika kaunti ya Murang'a. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Wazazi na washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Murang'a wanasema biashara ya pombe haramu na dawa za kulevya imekithiri karibu na shule, hali inayowafanya baadhi ya wanafunzi kuacha masomo na kujiingiza katika matumizi ya mihadarati. Wanasema tatizo hilo limechangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la visa vya utoro na kuacha shule mapema, jambo linalohatarisha mustakabali wa wanafunzi. Jua ni kina nani mtoto wako wanatembea nao. Ile watu tunashika hapa wakiuza bangi, wengine wakiuza pombe mbaya, wanatafuta biashara kwa watoto yenu. Na wakati unamficha ujiulize, huyo juu anatengeneza pesa na future ya mtoto wako, wewe ni nini unawekeza kwa mtoto yako? Mtu anakuja hata akishikwa analipa fine $500,000 within a day. Wakizungumza katika uwanja wa Kimorori wakati wa hafla ya ugavi wa hundi za NGAF kwa wanafunzi wa shule za sekondari za juu na wanafunzi wenye ulemavu, wadau wanasisitiza umuhimu wa kulinda mazingira ya shule dhidi ya vitendo haramu. We will not allow anybody to interfere with the fight against illicit brews and second generation liquor. Wazazi wameumia sana, watoto wao wamepotea kwa pombe haramu, na kila wakati serikali inaanza kupigana, wale wakora wamejificha kwa serikali, wale wakora wamejificha kwa maofisi, ndio wa kwanza kupiga masimu watu waachiliwe, pombe haramu iendelee kuuzwa. Kwa upande wao, maafisa wa usalama wanawahimiza wakazi kushirikiana kwa karibu na idara za usalama kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kufanikisha operesheni za kumaliza pombe haramu na mihadarati, wakisema ushirikiano wa jamii ni nguzo muhimu katika kuhakikisha ubora wa vita dhidi ya biashara hiyo haramu. Maneno ya dawa ya kulevya within hours iko nyingi sana. Ndio tulinde hao watoto wasiingie katika madawa. Wazazi, make sure that mtoto wako analala wapi, anaenda wapi, mtana anashinda wapi. Aidha, wanawataka wazazi kuwajibika kikamilifu kwa malezi ya watoto wao kwa kuhakikisha wanabaki shuleni na kuzingatia masomo, huku wakionya kuwa baadhi ya wazazi wanaruhusu watoto wao kuacha shule wakiwa bado chini ya umri unaoruhusiwa na kujiingiza katika biashara ya bodaboda. Wewe ukiwa mzazi, na sana sana wale ambao tulimaliza grade 9, sasa tunaingia grade 10, hii si wakati ya kufikiria venye utanunulia kijana bodaboda, si ndio? Ni wakati wa kufikiria venye ataingia wapi? Grade 10. Robert Gakure, TV47, Murang'a.